Huyu Kibu ana trend mtandaoni rafiki zangu. Kibu ana maajabu gani Kibu? Sasa kana kuiacha Simba. Kibu ana nini? Ule Kibu mtoto hata akiondoka Simba anaifanya vimbe Simba atakikusaini shida nini? Mambo ya mtandaoni tu hawezi kuondoka. Bado yuko sana. Mimi nashangaa Kibu leo anakimbia Simba Kibu. Hawezi kuondoka. Unafikiri? Mimi nakwambia ataenda wapi? Ataenda wapi? Si Yanga ile. Tuajiwe wakajiwe. Nakubali mzee mwenzangu upande wa pili wako vizuri. Lakini sio kwa kumchukua Kibu. Yule bado yuko nakwambia hivi, kuliko kumchukua Kibu, bwana mchukue Medachi. Anataka hela. Anataka hela nasikia Kibu. Kwa upepo jinsi ulivyokuepo sasa hivi. Simba imeyumba lakini pale msimu ukisha wachezaji wawili tu. Booster limerudi. Wachezaji wawili tu. Simba sasa imeisha. Yule mtoto kapata jina baada ya kutukandasie au mkandaji. Kibu mkandaji kweli. Jina akapata ile. Kibu mkandaji kweli. Na sisi kwetu anasaidia. Bado yupo sana. Video mbona trend sana mtandaoni? Video gani babu? Video ya uchi mshikaji na familia hapo. Kuna tofauti. Babu. Matatizo haya. Mimi tunamjua huyu Mtoto sio poa huyu. Oa mzee mwenzangu. Yuko vizuri? Oa baba. Yuko vizuri? Oa mtoto anaupiga mwingi. Anaupiga mwingi kweli haya. Wala sio poa babu. Lete tuone huko. Sio poa. Mambo mtandaoni haya. Hii wapi? Oya. Huyu kana mfahamu huyu mshikaji wangu. Oya. Kama kawa. Chuma. Ndio ile. Mama anaendelea sana. Vipi pikapilika kwanza ndugu yangu? Uhakika? Yaani uhakika. Hapo tumetulia kijioni. Oya mwanangu. Sana. Oya mwingi. Mbona mmekaa kimya sasa ghafla? Mwanangu unajua tena tunaangalia mpunye mtoto hapo unajua tena. Oya unasemaje? Angalia Mambo ya baba. utamu. Yule mtoto sio Kitanga sio wapi, hebu muangalie vizuri. Oya wajogo wewe. Mwangalie mchumba wewe. Oa si mkubwa umeliki nini baba? Hamna mbunya tambo mwanangu kisoswali tu. Angalia watoto wa. Angalia hapo. Oya basi mwanangu basi naangalia utamu. Sasa mtu anaona kaza mwanangu. Wewe kweli? Kweli babu. Angalia babu. Oya utani ndio mwanangu. Je, sikuelewi ujue. Angalia utamu. Angalia utamu. Mtoto azunguka tu. Unajua tena. Basi unaona mtoto? Oa mbona mshangao babu umerogewa nini? Vipi tena basi babu vipi familia vipi? Mbona vedeti? Unaangalia video au ndo kunoga kwenyewe? Vipi? Unarogewa wewe na mtoto vipi mwenetu? Ngasi ya kana nina magani mwenyewe hapo. Au ndo kusema yeye mbaki kuelewi. Vipi? Vipi? Una nini bwana? Mbona na video unapagawa? Mbona sitapagawa kama wewe? Shida nini mjomba? Huyo Maria huyo. Maria ndo nani? Maria kafanya nini kwani? Kafanya nini? Huyo Maria huyo. Unafahamu vipi? Huyu kule Maria huyu hapa. Maria. Kumbe unamfahamu? Huyu Maria shikaji wangu. Sala. Kwa hiyo anamjua babu. Mbona tuelewe Maria? Mwanangu, vipi? Mbona anazingua wakuelewe? Sema wanaturushia dawa wanangu maskani. Chizi demu wake nini? Takuwa chemba yake yule. Tuko namfahamu. Imetrendi babu. Mtoto. Imevuja. Mume wangu, mbona umefika tu umesimama hivyo nje? Yaani sio kawaida yako, afu umejaa na hasira. Nini shida? Sina furaha ya kuingia ndani. Una furaha vipi mume wangu? Kati kila siku unaingia huko ndani. Unatoka kazini unaingia ndani. Sio hivyo umefika tu umesimama alafu yaani kama vile una hasira. Nini kimetokea? Maria. Juzi ulisema unakwenda kwenye nini? Pete rafiki yangu. Na nilikuaga tu vizuri. Na ukanikubalia. Sasa mbona unaniuliza fuku una hasira, kuna shida gani kwa nini wangu? Kwa ulikwenda kwenye pati ya kushiriki ngono, si ndio? Pati ambayo yakuwa na kaka mrefu mwenye nywele nyingi kitandani. Na hatimaye kurekodi video na kuisambaza mtandaoni. Yaani Maria, hebu nitazame kwanza. Hivi nimekukosea nini? Tazama ninavyokupenda, lakini umeamua kunidhalilisha. Ona, yani leo hii ninavyozungumza hapa, Afrika na kutambua, dunia na kutambua, unakutambua ulimwengu mzima kwa utupu wako. Ona. Hivi ulifikiria nini Maria? Mume wangu, mimi sina hata cha kusema kwenye hilo kiukweli kabisa. Ila mimi naomba tu mume wangu unisamehe na kuomba sana mume wangu. Sina kabisa cha kuongea. Maria, yani kiukweli umenisikitisha sana. Nimeumia sana. Kwa hiyo umeona malipo yangu ya upendo kwako ni maumivu, ni usaliti. Ndio sasa umefurahi sana. Nashukuru kwa yote. Nimefurahi pia.
Hapana mume wangu, naomba tu unisamehe. Mimi sidhani kama kweli itakuwa ni picha zangu zile, labda sio za kwangu. Mimi sijui chochote kusema kweli. Sawa, mimi naangalia kila kitu na video ni wewe. Nashukuru kwenye video ni wewe, watu wanakuangalia wewe sasa. Yaani kwenye simu za watu upo wewe, na wewe ndio wewe, na wewe ndio upo mle. Mume wangu usiondoke, njoo mume wangu. Odi. Odi mama. Karibu. Karibu mwanangu. Habari za leo? Nzuri, shikamoo mama. Na vipi hali? Sio nzuri sana. Mbona umepauza hivyo? Kuna nini tena? Mama, sipo sawa, naomba tuongee. Sawa mwanangu, ana shida. Karibu. Nashukuru sana mama. Karibu. Karibu mwanangu. Mama, Maria amenihuzunisha sana. Kwa nini tena mwanangu? Mbona nitisha? Mama, Maria amenisaliti. Kakusaliti kivipi? Mama, Maria amefanya siku yangu imekuwa mbovu asubuhi kabisa. Hivi mama, mimi Maria nimemkosea kitu gani? Mbona natia pressure mwanangu tena kivipi? Unajua mama, natamani kuzungumza lakini nakuheshimu sana. Nahisi kama vile nikizungumza tavunja heshima yangu kwako. Ndio maana nashindwa kuzungumza mama, nashindwa kuongea. Ongea mwanangu, wala usiniogope. Usiponiambia mimi tena utaenda kumwambia nani? Ongea. Wewe zungumza, tukufanyia Maria vyote niambie tu. Kakufanyaje mwanangu? Mama, mimi Maria nampenda sana. Mama, Maria ameshiriki penzi na mtu mwingine. Tena isitoshe akaamua na kuchukua kabisa video ya utupu. Basi mwanangu. Mwanangu haja kuzalilisha peke yako, tuzalisha sie wote. Mimi ni mama yake Maria. Nimemlea katika malezi bora. Hivi watu wanapotazama kwenye picha mitandaoni wananichukuliaje mimi mama yake Maria? Na ukiwa wewe ni mkwe wangu, umekubadilisha dini kumuoa mwanangu, leo anakufanya vitu kama hivi kweli mwanangu? Aibu hujaipata wewe mwanangu, nimepata na mimi. Unalijua hilo kwanza? Ila ninachokuomba mwanangu, nisikilize mimi mama yako na Maria mimi mama yake. Wewe mwanangu, Maria mwanangu. Cha kufanya sasa, mimi nitamuita Maria, nitakaa na binti yangu, nitaongea naye. Usilie mwanangu, yatakuisha. Mama, mimi najikaza kwa wale mwanaume, lakini natamani kumwaga chozi kwa jinsi ninavyoumia ndani ya moyo wangu. Nalijua mwanangu. Mimi kwangu amekosa nini Maria? Kwangu amekosa nini Maria? Mwanangu basi usilie mwanangu, utajaza watu. Utanizalilisha na mimi mwanangu, basi usijaze watu, utanizalilisha. Aibu, maana kinachofanya sio kitendo kizuri. Ila mimi nikiwa kama mzazi wenu, nitakaa chini, nitamsema Maria tabia alifanya sio nzuri mwanangu. Mama, yataisha mwanangu. Mama, yani Maria sielewi kwa nini amefanya hivyo mpaka sasa hivi. Mwanangu sio wewe, hata mwenyewe kashantia aibu hapa nilipo. Si nataka kufanya mpaka dakika sasa hivi. Kasha nizalilisha mwanangu. Kwa hiyo ina maana mama, ina maana kwamba kama isingekuwa ile simu ya ule mtu, mimi uovu nisingeuona. Kumbe Maria anafanya mengi nyuma yangu. Maria. Kweli Maria akakosea mwanangu. Maria. Mwanangu subiri kwanza, rudi kwanza mwanangu. Kweli mwanangu Maria akakosea, hajafanya vizuri, umeelewa? Ila mimi nitakaa na binti yangu, nitaongea naye. Ukitoka nje na kulia utanizalisha na mimi mama yako. Unanisikia mwanangu? Mama. Mwanangu. Mimi mama yako. Unanisikiliza? Basi jikaze kama ulivyojikaza mpaka umefika hapa. Jikaze kama ulivyojikaza mpaka umefika kwa mama yako. Maria. Usinizalilisha mwanangu. Mama Maria. Maria mama Maria. Mwanangu mume wako hapa alikuja. Kaja hapa na huzuni. Mume wako analia. Umemfanya nini mume wako? Mama, mimi naomba unisamehe sana. Yaani kwanza wewe pia na mume wangu. Kiukweli
mimi sikutarajia kama yatakuwa mambo makubwa kiasi hiki. Alafu hiyo usiku ambao nilikuwa na huyo mtu tulikuwa tumeelewa sana, kwa hiyo haikuwa akili yangu mama. Kirahisi unavyozungumza hivi, kwa unampenda mume wako wewe? Bado nampenda sana. Mimi najisikia vibaya, sina hata amani hata kidogo kwa hili swala. Mume wako kwa unampenda ungemkiuka? Unamwaga na kumdanganya naenda rafiki yangu sijui nini. Nimekubali mama, nimekosea sana na nimekusikia, siwezi kurudia tena. Mimi ninachokiomba tu sasa hivi mimi unisaidie, ndoa yangu inateketea, yani imeshateketea mpaka sasa hivi. Naomba mama wangu unisaidie. Unakosa nini kwa mume wako? Unachokitaka unakipata. Mwanangu umenenepa, umetakata, umewiva kwa mume wako. Leo hii unadaika na mambo ya kijinga. Wewe unajua wanaume wa sasa hivi wanapenda mtu akiwa mzuri kwa mume wake. Unafikiri mume wako kuacha utatakiwa mwanangu? Huwezi kutakiwa hata siku moja. Mume wako anakujali. Vijola kila siku unabadilisha. Unatafuta nini? Unatafuta malazi? Mungu anisamehe mama. Ngono ukianza kunisamehe wewe, mume wangu pia atakuwa huru kunisamehe. Mimi hicho kitu ninachokifanya sijakipendezewa. Na kama kimenikera ndani ya nafsi yangu. Mwanangu, kweli? Wewe ukao ukipo mtandaoni unakuona? Sawa. Mimi nitaenda kwa mume wako, nitaenda kumwomba msamaha. Kama atakubali itakuwa sawa. Kama atakataa sawa vile vile, kutokana wewe mwenyewe ndio mlitafuta. Unaambia mwana kulitafuta mwana kulipata. Kusha litafuta wewe mwenyewe. Mimi hapa sijakuitia kwa ajili ya mapenzi mazuri wala nini. Ndoa yangu ipo hatarini. Hivi ninapokuambia mume wangu, muda wote saa yote ananiacha. Mimi nitakuwa mgeni wa nani? Kivipi? Si zile video ambazo ulikuwa umezirekodi, kumbe umezitupia mtandaoni. Sasa unataka nizitupie wapi? Kufanya hivyo Wanyamwezi ni kawaida sana. Mbona sikuelewi? Kivipi? Yaani hapo unamaanisha nini? Yaani kusema kwamba Kinyamwezi tukifanyaje? Mimi ndoa yangu inaharibika unaniambia Kinyamwezi. Ama swala ndoa yako mimi anihusu. Alafu sasa usichojua, zile video zimeniongezea followers kibao Instagram. Hicho usichokijua ndio ipo hivyo. Acha kuongea hivyo kirahisi. Mimi ndio kwanza ndoa yangu ina miezi mitatu. Ndio kwanza ndoa yangu changa, afu unazungumza vitu kama hivi. Sikia bwana, mimi unachoongea mimi sikuelewi. Kwani hata hivyo mshikaji wako akikuacha, si unakuja kwangu tu Mnyamwezi, kuna tatizo gani? Afu hata hivyo jamaa wako pia mshamba. Pia acha kuongea hivyo. Mimi sasa hivi yani siko sawa kabisa, unaniambia habari gani? Wewe unataka mwenyewe, wewe unataka mwenyewe. Sasa sikia. Mimi labda nikwambie tu kitu kimoja. Mimi nikajua labda umeniita hapa. Labda umenihisi sherehe. Labda umekumbuka au labda umeona umemisi mchezo. Nakumbuka kuna mambo ya ajabu rafiki yangu, mimi sikuelewi bwana. Nikataa. Unasikia? Nikataa. Alafu si mwenyewe ngombe kitu kimoja. Hata namba yangu na namba futa. Sikae nayo. Futa namba yangu. Unasikia? Nikataa. Kwa nini nimefanya hivi? Kwa nini? Yaani najutia sana nafsi yangu. Yaani kwa nini sijui nimetoa na kitu gani? Sasa mimi nitakuwa mgeni wa nani? Mume wangu anitaki, mama wangu pia naye ndio hivyo analalamikia, dunia nzima inalalamikia, maana sasa sielewi nifanyeje. Afu hakuna chochote ambacho nilipata kwa huyu mwanaume anifanyia hivi ujinga kweli. Nimekuja kumwambia msamaha. Chonde mwanangu. Ili swala ulifanya kweli sio zuri. Hata mwenyewe limenikera kibinafsi yangu. Nimefilika. Sio zuri ulifanya. Umsamehe mwanangu. Wewe binadamu, naomba umsamehe mwanangu. Kufanya sio kizuri, takosea tena sana. Mama, mimi nakuelewa sana. Ndio. Naelewa ambacho unachozungumza. Pia natambua pia na hisia zako mamangu. Lakini natamani kumsamehe Maria, ila moyo wangu unashindwa kabisa kusema kweli kuhusu Maria. Mwanangu, mimi ndo ninakuaminia wewe kwa kiume. Yule mke wako umeamua kubadilisha dini na vile mwanangu unampenda. Kwa hiyo kama unampenda, vitu vingine anavyofanya vitu vibaya tunamkanya, tunakaa sawa, tunaendelea naye. Je, mtu unamjua baba ana? Mimi ndo mama yako. Kwa hiyo swali tunalimaliza mimi na wewe mwanangu. Chonde mwanangu. Hebu nisikilize na mimi nilivyokuja mwanangu. Mama, kwa heshima yako, ni kweli nafsi yangu bado inamwaza na kumpenda Maria sana, lakini kila nikikumbuka, kila nikiwaza ile video kwenye simu, nahisi
ghadhabu, napata hisia mbaya juu ya Maria. Yaani ni kama napata nusu uchizi hivi. Hii hali itachukua muda mwingi sana kutoweka, na ndio maana siwezi kumsamehe Maria. Nashindwa yani. Sawa mwanangu, sio ulikuwa unampenda Maria, bado unampenda. Mimi najua hilo, bado unampenda. Ila kwa vituko vyake nilikufanyia ndo nakuchukiza. Na mimi bado msimamo wangu narudi pale pale. Naomba msamehe mwanangu. Nyinyi bado wadogo. Mnataka kujenga taifa. Sisi wenyewe tunakutegemeeni nyinyi. Je, nyinyi ndio kuja kugombana na sisi na kuwaje? Sawa mama. Wewe nenda uwe nyumbani. Ndani pale ni kwetu, pale ni kwangu pia. Ndio. Mimi nitafika nyumbani wakati wote nitaongea na wewe. Itakuwa hivyo. Basi sawa. Uwe na amani. Ila mimi ninachokuomba ndio hivyo. Kaa fikiria, mimi naomba yaishi. Mkae na mimi niwe na amani mpaka dakika 7 sina amani. Usichukulie muda sana. Kaa fikiria mtakule mwanangu. Msamehe Maria. Mimi ni wewe mwanangu. Mimi naondoka tena. Naenda nyumbani. Maria, umepona hapa? Nakumbuka. Na pale juu? Nakumbuka pia. Vizuri. Na je, kwenye akili yako nakumbuka nini zaidi? Hapa nakumbuka ndio siku ya kwanza ambayo ulinionea hapa njiani. Na ndio tulianza mahusiano hiyo siku. Kingine siku tulikuwa tuna furaha, ndio tunakuja hapa. Sawa. Akili yako ina kumbukumbu sana. Unakumbuka siku ambayo tumekutana hapa, ilikuwa ni siku ya furaha. Lakini tazama leo hii, furaha yote imetoweka. Simu ambayo ilikuwa ni sehemu ya historia imefutika ndani ya usiku mmoja tu. Ona Maria, kimepotea. Haipo tena. Mama wangu. Mambo tumeshaongea, nimeshakuomba msamaha. Na nimeshamwomba hadi mama amekuja kuomba msamaha. Msamehe wangu. Mwanamke ambaye nilimpenda sana, nilimthamini na kumjali. Nikaamini kwamba utakuwa furaha penye huzuni, lakini umekuwa chanzo cha huzuni kwangu. Ona. Yaani leo hii umekuwa tofauti. Yaani tujenga historia ambayo imeharibika kwa sasa. Yaani ndani ya usiku mmoja umetumia mambo mengi kwa pamoja. Tazama Maria, kwanza ulimdanganya kwamba unaenda kwenye pati, lakini pili ukanisaliti, na tatu umekuwa sehemu ya mtu ambaye amenipa huzuni. Nashindwa kukuelewa. Kweli Mungu anachozungumza, lakini pia Mungu nimeshakuomba sana msamaha, naomba unisamehe. Najua ni ngumu sana kunielewa, lakini mimi nakuomba tu Mungu unisamehe, maisha mengine yaendelee. Maria, imekuwa kwa wepesi sana unaponiomba msamaha. Yaani nashindwa kukuelewa, lakini hata mimi pia ndani ya moyo wangu natamani kukusamehe. Ila nashindwa, moyo unakataa. Imekuwa mgumu sana kusema kwamba sasa nimekusamehe. Lakini hii yote umetaka wewe mwenyewe. Na sijui ulifikiria nini. Kweli mume wangu anachokuongea. Mimi nakuomba tu unisamehe. Nakuomba. Sawa. Basi baki hapa. Angalia mazingira. Kuta kumbukumbu. Alafu uwaza na kufikiri kwamba nilikupenda, ila kwa sasa napenda kupungua sana kwako. Diki mume wangu, unaenda wapi sasa? Njoo basi tuzungumze. Ni kama utani tu. Alisema kwamba aenda kwenye party ya rafiki yake. Ujue mpaka sasa sipo sawa kabisa. Kwa nini uko sawa tena? Kwa tukio ambalo limetokea hili kiukweli imenifedhesha sana, imeniumiza sana leo. Mimi najua mnyongo unanikufikirisha na unanikuumiza.
najua kama mpaka sasa katika akili yako huko sawa kabisa. Labda ulikuwa tatizo pia sijui, kwa sababu yeye anasema kwamba hakuwa yeye, ile ilikuwa ni pombe, alikuwa amelewa. Mungu kushangaza sana. Ndio tukupa yale mambo ya Delila na Samson. Mungu, kwa nini unakupa unongopewa sana? Yaani pombe ndio imchukua hivyo kweli? Hapana, sio hivyo. Kwa sababu yeye alisema kwamba anaenda kwenye pati la rafiki yake. Mimi kama mume nikamruhusu. Sasa nashangaa kesho asubuhi tukio la ajabu linatokea. Yaani mimi mke wangu wa kutrend kwenye mitandao kiasi hicho. Mimi siamini katika kutrend, ila pia naamini kwamba shemeji amefanya makosa. Na kama amekwambia yeye kwamba zilikuwa akili za pombe, basi usiangalie katika akili za pombe, usimwangalie katika kutrend, usimwangalie katika vitu vingine. Mimi natumaini ndugu yangu wewe ni mtu ambaye unampenda sana shemeji yako. Mimi nakwambia hivi. Yaani nimechoka. Yaani kama inawezekana ndio nipige tu chini. Kwa sababu siwezi kukaa na mwanamke ambaye thamani yake haitambui. Mwenyewe pia hajijui yeye ni nani. Yaani ninapotembea watu wanaangalia mimi. Unaona kama pale mnaangalia video za mke wangu. Na pia umekata unashirika pamoja. Yaani sielewi nifanye nini. Najua umeumia. Usichukue mwezi mabaya. Nakuomba usichukue mwezi mabaya kabisa. Mifano mingi inatolewa kwamba mtu anachukua mwezi mabaya anajiua, anakunywa pombe nyingi, analewa, anazima. Hivyo lakini nakuomba ndugu yangu usichukue mwezi mabaya. Nakuomba please. Mimi siwezi kwa kweli. Siwezi kukumilia kwenye hili. Yaani sio kusema tu. Sio kusema tu. Najua unaungana kutia wewe. Nakuomba please usiache. Najua unaumia. Na hii sio kipolepole kwamba maumivu unaweza ukayachukua tu ukayahifadhi, ukayakubali jinsi alivyo. Wewe unaumia na unataka kipindi kigumu. Ninahitaji faraja, ninahitaji amani ya moyo wako uwepo, tulizo la moyo wako iwepo, na maana kushinda yangu za kupeleka bega kwa bega. Ila pia nakuomba usimache. Sawa. Sorry sana mlo. Mimi nadhani kwamba hunifahamu. Na yeye pia sikufahamu sana. Lakini nilikufahamu kupitia video ya wewe ukiwa na mke wangu. Labda ilikuwaje mpaka ikawa vile? Kwanza sielewi bro, unaongea nini? Unazungumzia nini? Yaani video mimi na mke wako, video ipi? Kwani mimi ni msanii? Hapana, sina maana hiyo. Namaanisha ni video ya utupu kati ya wewe na mke wangu Maria. Mke wako Maria? Yaani Maria kivipi? Yaani sijakuelewa bado. Yaani mke wako Maria mara video ya utupu sijui mtandaoni. Yaani unazungumzia nini? Sijakuelewa bado, unazungumzia nini? Sawa. Labda inawezekana kuna watu wengi ambao upo nao. Labda ni kweli una wanawake wengi ambao unatembea nao. Sipingi hiyo, inawezekana ikawa ni hivyo. Ninamzungumzia Maria ambaye mimi ni mke wangu. Ni mfupi, mweusi. Ana umbo zuri hivi, ni mrembo by the way. Kama unamzungumzia udem Maria? Maria wewe ni mke wako? Ndio, ni mke wangu halali wa ndoa. Sikia bro. Labda nikwambie tu kitu. Ujue muda mwingine mnachukuaga mademu wenye tamaa sana. Alafu siwezi jua ni kwa nini amefanya vile. Labda haumpi pesa au labda haumfikishi au uko busy, sijajua ni nini. Lakini kwa upande wangu mimi sijaona tatizo. Mimi bwana naona fresh tu. Na ukitazama video imetrend, watu kibao kwenye simu zao wamemwona mke wangu. Lakini chanzo ya yote ni wewe. Unaposema kwamba ni tamaa ama ni matatizo ama simfikisha ama kuridhisha, inawezekana, lakini kwani umefanya vile? Umenidhalilisha sana. Mimi nimeumizwa. Kupitia huyo Maria ambaye unamzungumzia, naishi maisha mazuri, nimekuwa star. Baadhi ya watu kibao wanakuja ili mradi niwe balozi katika makampuni yao. Sio, umenielewa? Pia nikwambie tu kitu kimoja. Kwa kile kitu ambacho nimekifanya na nilipopost video imeenda sana. Huwezi amini nimeongeza followers wengi sana Instagram. Watu wengi sana wananifuatilia kupitia hiyo video. Sio, umenielewa? Sikia. Nikwambie tu lazima sheria ichukue mkondo wake. Lazima ile swala serikali ingilie kati. Na tahadhari tu. Sikia,
hatua za kiserikali wangechukua watu wengi sana. Labda nikwambie tu kitu kimoja, umetumia muda wangu mwingi sana, alafu pia isitoshe na mambo mengi sana ya kuyafanya. Kwa hiyo mimi nikwambie tu, kama ulikuwa una issue za kufanya saa hizi ungeenda tu, kwa sababu hauna kitu ambacho utaongea mimi nitakuelewa. Okay, poa. Goodbye. Mama, mimi nashukuru sana. Karibu mwana. Asante. Niseme tu kwamba mama, nilikaa nikafikiri kama jinsi tulivyoongea kwamba ameniambia nikae nifikirie kisha nitoe jibu. Nimekaa na nimefikiria kama jinsi tulivyoongea nifikirie. Baada ya kufikiri nikaona kwamba mimi na Maria ifike mwisho, kila mtu akae upande wake, kwa sababu kila napokaa na Maria akili bado ile tukio bado inakuja na rejelea. Kwa hiyo nakuwa naishi na mazonge, naishi na sonono ndani ya moyo. Kwa hiyo sitoweza kukaa karibu na Maria. Mimi na Maria ifike mwisho, kila mtu afanye maisha yake mengine. Hilo namba moja. Lakini kibaya zaidi ni wewe mama kuwa ndani ya huu usaliti. Kivipi? Kwa sababu mama na Maria mmenificha kuwa huyu Maria ana mtoto. Mkasema kwamba huyu binti kwa maana ya Maria ni yeye tu. Sasa nikiunganisha hii siri ambayo mmeificha, hii siri ambayo mmeificha ya mtoto na tukio la video, umeshiriki mama wangu kwenye tukio hili. Mimi nataka nikuulize kitu kimoja baba. Toka mahusiano yako na mwanangu Maria ushakuniuliza hata siku moja kusimama na mama eti mwanao Maria ana mtoto? Ushakuniuliza? Sijawahi kukuuliza. Kwa sababu naona kama unataka kunitusi kuniambia mimi na mwanangu tunashiriki. Kwa sababu swala hili wewe na mkeo ndio akwambia mimi mume wangu ingawa tunatoana na mtoto. Mimi najua mkeo kashakwambia. Kwa hiyo kinaenda kama nashiriki, unanikosea mwanangu. Sana kukosea Maria. Kwa hiyo kuwa wazi tangu mwanzo. Yaani hili swala la pili limesiliba haswa kwenye moyo wangu, kwenye jeraha la mwanzo la video, pale pale kwenye kidonda. Afu nasema nakupenda sana. Huku huku unasiri, huku unanisaliti. Yaani ni shida, nateseka na mapenzi. Naomba Maria ifike mwisho. Msamaha wako mimi siutaki. Hata ukiomba msamaha sitakusamehe tena. Ni heri nikae peke yangu, nilie peke yangu, yaani niishi peke yangu, nipate nafuu yangu ya moyo niipate nikiwa mwenyewe. Baba, usimalize nani? Unataka kumwacha Maria kwa sababu wewe mtoto? Kama kuna kosa lile yote kwa pamoja.